Utekelezaji wa dira hiyo utawezesha taifa kuwa na uchumi wenye thamani ya dola za Kimarekani trilioni 1 na wastani wa pato la mtu mmoja mmoja kuwa dola za Kimarekani 7,000 ifikapo mwaka 2050. Kwa hiyo dira tunayo na dhima tunayo na malengo tunayotaka kuyafikia tunayo, tena malengo ya watu wanaojiamini. Dola 7,000 kwa mtu mmoja, uchumi wa dola za Kimarekani trilioni 1 ifikapo 2050. Dira 2050 ndio mwelekeo wa taifa letu. Kwa kuzingatia hilo, kipaumbele cha serikali kitawekwa katika utekelezaji wa malengo kama yalivyoainishwa katika dira hiyo. Suala hilo litawezekana tu ikiwa wadau wote watakuwa na ufahamu wa kutosha kuhusu vipaumbele vilivyoainishwa katika dira 2050. Nitoe rai kwa viongozi wa serikali, viongozi wa sekta binafsi, viongozi wa asasi za kiraia, viongozi wa dini na wadau wa maendeleo wote hapa nchini kuhakikisha kwamba mipango hiyo inawiana na vipaumbele vya dira 2050, mipango yao inawiana na vipaumbele vya dira 2050 na kuiunga mkono dira hiyo katika utekelezaji wake. Hii sio dira ya serikali, ni dira ya nchi na inamhusu kila Mtanzania, na kila Mtanzania ashiriki katika kutimiza ndoto hiyo ya taifa ya kufikia lengo hilo tuliloliweka katika dira yetu. Aidha, ninaielekeza Tume ya Mipango kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu dira 2050 ili kuwezesha ushiriki kikamilifu wa kila Mtanzania. Nikupongeze Mheshimiwa Waziri wa Mipango, umeanza vyema kazi hiyo ya kutoa elimu kama ambavyo tumeshuhudia mkiwa mnakutana na makundi mbalimbali kwa lengo hilo la kutoa elimu ya dira 2050.